Kaka Simba. Nakwambia wanawake wanaweza. Wanawake wanaweza, isipokuwa sisi tu tumewabana, hatukubali kuwawezesha. Mzee Mpemba, hiyo haijawa mineno. Baratu hiyo si mineno. Mtu unke kawezi jambo tamoja ila kupika, kuja na kuvya. Ama kwa kutongoa neno lila umbea. Kama ntunke na nywele kubwa. Kawezi kaa kipara kama hivi mie. Bwana Mwinyi, nasongua. Ya niletee zile nyavu zangu. Toka siku niliyokuwa azima mpaka leo hujanirudishia. Nazitaka mwenyewe, niletee mwenye nyavu zangu. Nakuletea kake. Kama nyavu tu. Nakuletea hao. Basi niletee. Usiwe na wasiwasi, takuletea mie. Kwa bala hii. Uguza tu. Nampisia mwenyewe hiyo bubu zenyu kile. Wewe huna akili. Nakwambia wanawake wanaweza kusaidia maendeleo katika jamii. Hebu angalia rafiki yetu Kachara. Jinsi wanavyoishi yeye na mkesa hivi. Maendeleo mazuri. Sasa na sie tunatakiwa tuwe kama wao. Mimi na wewe tuige mfano ule. Mimi nasema Mzee Mpemba watakatongoa neno gani? Amba Kachara. Kachara kanavyo ujamua pua. Atongo walo ntunke ndo lilo hilo. Afadhali. Sasa unigeuze mimi. Minyavu hiyo hapo. Sitaki bubuziwa kwa minyavu mibovu. Minyavu njama toma kama nyumba za lenga hizi. Hizi kama nyavu kweli hizi wewe Mpemba. Ungeliniazima wewe. Sawa. Ushapapania ndio pachafu. Ni sawa, lakini tondo haufi maji. Kila siku kelele kwa minyavu mibovu kama hii. Kaka Simba, sikiliza. Mimi nilimwambia hizi nyavu si zangu mie. Haya nzani. Maana si vizuri watu wazima kugongoreshana kama radi. Hili ni bwege. Hili halina chochote hili. Hata hizi nyavu si zako. Na hiyo nyumba kayo ni yankewe. Hili linaolewa hili pimbi. Basi kasha usudika ati. Tena napa na mama yangu kasha usudika. Maana nakwambia asingetongoa kuwa tuwachukue watu wake. Tuwafise huku Sakosi. Mwinyi weye, waweza fanza hivyo weye? Mie? Ni upuzi huo siutaki. Tena hapa kijijini petu hapa. Haya yashakuwa ni marazi. Tena marazi ya kuambukiza. Kila mtu Sakosi. Mie mke wangu simfisi hata siku moja kwenye Sakosi. Upuzi gani huu? Tena nakwambia Mwinyi weye kuntongoa wapyo. Tena ukidume. Maana nakwambia ntunke mpambo la ndani ya nyumba. Sirangi kuwa uipake nje kila mmoja aichunze. Na kama hivi mie mbora kunipa adhabu ya kumeza kokwa la embe. Tena ili la boribo. Kuliko kunambia ninchukue ntunke nimfise Sakosi. Sifanyita siku moja jambo kama hili. Haya ntunke atoka. Akakuwa genda Sakosi. Kumbe ndazinga ukokosi. Hauko siku zinga vonjiwa nyumba huko. Mie siwezi. Nyie mambo mnatafasiri vibaya. Sivyo hivyo. Mie sitaki upumbavu huo. Huku baharini mkukavu hakuna jambo, wasikia watu wake waweza. Kama waweza na wende pano akachukue pesa, mimi ndio hiyo. Wewe waka hapo, wewe ni bwege tu, huna lolote ulilo nalo. Wasikia bwana Mpemba. Wewe ni pimbi katika mapimbi. Shoga yangu, hayo ndo mambo ya kimaendeleo. Usikae tu, tujishughulishe. Wanawake mbona tunaweza? Tena tunaweza sana kuziendesha familia zetu. Tusiwategemezi kila siku kwa waume zetu. Tujishughulishe shoga yangu. Mie si kama sitaki hivyo. Jamaa kutaka nataka sana mbona. Ila kwanza niachane njishauri. Ikishankae na huyo mume wangu, na yeye nishauri kwanza. Haya. Vizuri kumshauri. Lakini mimi ninachokuomba kitu kimoja. Katika kumshauri kwako, mshawishi mpaka shawishike. Maana haya mnayoishi si maisha. Hivi wewe umeridhika na maisha haya kweli? Mwanzo wa chanzo ni chane mbili. Unaniona mie mwenzio hivi. Baada ya kujiunga na Sakosi tu, alhamdulillah rabbil alamin, tumeweza kujigomboa kimaisha. Tena kwa kukaa na kushirikiana tu na mume wangu. Na kuona wapendeza wallahi. Kunkavyo kama harusi. Taka naye kitako, nishawishi ashawishike. Kantaka sawa hetaka mimi nituzima na akili yangu. Mutaniona. Haya, kwa hiyo mimi tena sina ukaaji. Ndo hawa. Fanyeje? Haya. Karibu. Nitakwambia karibu. Tukijalia. Sawa. Mume wangu huyu mtu akusalimia enda nyama kimya weye.
Kiburi si Mungu, ana vibaya hivyo wewe Muislamu. Kwani nkijio? Yeye kaniankia semuitikia. Awe kuniankia we? Samahani, nisamehe sana. Ni uyerazi. Haya za uko unakotoka. Huku wankiwa. Mame yangu we. Yule heje jambo baya masikini ya Mungu. Kaja kwa jambo jema. Kuhusu haya mambo ya sakosi. Mena tambua haya. Kama sakosi na umbea. Ni tunankewe. Kila upita po sakosi. Au leo siku wa sakosi duniani leo. Nambia kama leo ndio siku wa sakosi duniani. Kama leo ndio siku wa sakosi duniani. Basi ipika sakosi tule. Ala. Kila nikija pa sakosi. Sakosi nani? Mtihani huu jamaa, huu ni mtihani huu. Huu ni mtihani huu Mungu alonipa miewe. Emie ni mowe. Mwanangu, maisha ni magumu sana. Na kila kukicha yazidi kuwa magumu. Na babeyo hebu badilika. Akabadilisha na maisha yetu kwani. Ni mtihani. Haya maisha magumu, tena magumu sana hasa. Hata nguja natashindia kokwa. Mie hapa nilipo nitaka nioe hivyo. Sijui tataoa lini. Maana nishakuwa kidume hasa mie. Au mpaka nkate panki. Mie si kwamba sikuoni ama na kuona vyema ukidume kushatimia. Lakini sasa huyu baba tukae naye tumfahamishe. Aweza katufahamu alete mabadiliko humu ndani. Ushafahamu tukishirikiana twafanikiwa mbona? Tumshauri baba. Nawe. Baba shaurika. Kanzidi wano sharubu yule. Tusikate tamaa mwanangu. Yule ni binadamu, atatusikia tu. Haya si maisha we. Haya si maisha. Haya si maisha. Hambora kufa. Sema mabaya tu yabadilike yawe mazuri, usitake mwavya nturoho saa hizi. Toka mwanza nturoho gani? Aisha ntate kama nini? Ndio shamka. Maana baada ya kula tu usingizi tele. Utafanya nini? Braha ujipe mwenyewe. Halafu mimi nafikiria kitu kimoja. Mimi naona mke wangu saizi riziki kapata. Alhamdulillah rabbil alamin. Basi haba. Sasa basi. Mimi nataka niongeze koo. Humu ndani upate mwenzi wako kusaidia hizo kazi. Unasemaje wewe? Sasa hujanisikia? Wajipima uwezo wako kusikia? Au ni kwa kuwa nataka nikueleze ya kutwange? Mimi naona sija kusikia sa na nataka unieleze niasikie na tena yaniingie. Basi maana lengo hasa ilikuwa na lengo la kwamba nikaoe. Kweli. Lakini sijamaliza kusema na kwambia mwenzangu kushavimba mashavu, kushauja upepo safurai juu. Kwa kukutajia mke wa pili. Au wataka ukae pekee humu ndani unifanye utakavyo yeye? Nisikilize mume wangu. Hivi nyi wanaume wa aina gani lakini? Kukuvumilia kote nilikokuvumilia mume wangu. Toka maisha magumu humu ndani, tunalala chini. Wale majongoya yanatutambalia. Leo mume wangu tumepata kinafuu kidogo tu. Basi mume wangu toka niongezee mke. Mimi matani yao siataki. Tena siataki nakwambia. Na ukitaka basi toshe humu ndani, niongezee mke. Mimi naona patatosha pabakie. Lakini tuyaje hayo. Nataka nikuulize kitu. Mke wangu huyu shogayo. Shogayo mke wa Mwinyi. Hajakusudia yeye kujibadilisha wakapata kubadilishana na maisha yao. Au washaridhika kuwa na maisha haya. Na ikiwa yale ndio maisha yao, watakufadhalala bilhuda. Mimi nimemfuata na nikamueleza, nikamfahamisha vizuri tu kanielewa. Alichoniambia mimi nimsubiri akashauriane na mumewe tena sijui. Huyo akwenda kumshauri. Na hasa kwa huyo ndiye shauriwa. Sijui maana Mwinyi ni kufuli haifunguki ila kwa ufunguo. Wasikia? Labda nende nikamwambie mie Mwinyi ni mshauri pengine aweza akakubali. Maana mimi na Mwinyi tuachagawa pepo wapanga moja. Lakini kwa huyo mkewe sijui. Basi wewe mfuate ukamuelezea anaweza kukusikiliza.
Lakini si leo tena, nitakwenda kwa kesho tena. Kesho. Haya. Unapo ndio ushaanza kuongea habari zako, sizipendi kama mimi. Kutoka jioni nitakwenda mjini kidogo. Yuko singizini umeoteshwa leo ndio akakutoka maneno hayo asina mpango. Mie si kama sitaki wenzangu. Mbona mie nataka sana. Ila kondo iko huyu mume wangu. Ndiye asiyesikia hebu stantu. Hataki ta maneno hayo Mwinyi. Hayataki. Basi sasa utakuwa mtihani shoga yangu. Kwamba ye mumeo weye basi hakusikia. Atamsikia nani? Mie naona labda weye ukae labda uzunguze na mumeo. Maana kwa Mwinyi hataki hasikili antuta mmoja. Sumu ya nazi njiwe ila sumu ya Mwinyi kachara. Ama kwa kachara hapingi. Ni kweli. Maana kila shida ina mbuyu wake. Huende kwa sababu akamwelewa. Inabidi fanye hivyo. Haya. Basi kama ndio hivyo acha mimi nikamshauri mume wangu. Kitakachotokea chochote tutajulishana. Bibi, usisahau kuswageni. Tena umenikumbusha maana nilikuwa nishasahau kabisa. Bibi wewe kuna kikao huko. Kuna mkutano unakuja ugeni kutoka benki. Kwa hiyo na wewe uwepo. Mojapo mkutano wa mipesa. Hao hawajii hayo. Wanakuja kuhusiana na masuala ya mafunzo, masuala hayo ya SACCOS hayo na usajili. Haya. Kwa hiyo si hatuna ukaji. Akija yuna haraka huyu hapa. Bwana mtu achie na. Kama nakwambia ni hatari. Karibuni. Mangawe na zawe aye Daudi ndavi mangawe mangawe na Mie na mambo mawili nitaka nikuulize. uliza. Hii teknoloji ya kushona nyavu kwa ujiti kuna iguyawa hii. Hii ya kurisi baba. Ni ya kurisi. Hakurisi mikarafu au kurisi minazi au ili nyavu lenye matundu manene mborani. Aka. Mtu arisi kilichopo kitatange. Weye utarisi hii nyavu na matoma. Mwizi watarisi kanzu ya marehemu na wengine hurisi utajiri wanaoachwa ni wazee wao. Wengine hurisi marazi. Hani urisi gani huu? Mie nataka nkirisi, nrisi kitu chenye faida. Tena jitahidi, tafuta vitu vizuri, nije mpate nrisi daivao. Sikiliza kitatange. Kachukue pondo, kachukue dau kule tuachelewa utakuja kosa kijio. Handio ba kusharizika na maisha haya. Haya maisha haya mwanangu. Hatuna la kufanya tu siye. Ya kufanya yapo. Mie nina ushauri. Tuungane na mama, tufanye biashara. Halafu siku hizi watu wajiunga na ile SACCOS. Kuna fursa chungu nzima za kimaendeleo. Twapata twajikwamua na huu masikini. SACCOS wataka nikueleza kichwa ni kitatange. Huo ni ushauri tu. Sasa kama ni ushauri kitatange, ungelinishauri nisimuoe mama kwa sababu masikini. Ukanitafutia huyo mke wengine nkenda nkaoa kwa sababu tajiri. Ukapata ile utakayo au maendeleo utakayo. Basi samahani, usifike huko. Kama kusharizika na maisha haya, basi tuishi tu vivi. Tutakwenda vetu tukigia vikorongonjwa, tukila. We kazi ya maneno mangi tu wewe. SACCOS. Mangawe na zawe. Ae Daudi. Haibadan. Sikiliza weye. We kumpendwa maneno mangi we. Kazi ni haibadan. Kwani hakuna jambo nasikia haibadan. We kama umuhini nataka kwa bombo yukale ho. Bata bunju kantushinda. Upepo mwingi huo ndio upepo ulivyo na maji makali. Tatolea japo mboga ya riba. Wakafanyaje? Na si hatuna jingine. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Bamwinyi. Naam. Vipi hali? Shikamwami. Marhaba baba. Salama? Salama. Ba, mimi natangulia nyumbani basi. Haya chukua. Haraka fanya haraka. Haya Mwinyi, vipi maisha? Ndio hivyo ndugu yangu. Ndio hivyo kweli, lakini Mwinyi, fursa ya wewe kujibadilisha kimaisha ikalipo. Usikae hivi ukakata tamaa. Binadamu kukata tamaa wakati hajafa ni makosa. Fursa gani hiyo ndugu yangu, kila tufanyalo haliwi? Waswahili wasema Mwinyi, jivu la bakora halimfuniki mtu jua. Na ulimwengu wa leo mtu hakai akategemea jambo moja. Mimi nishafanya kazi chungu nzima, nyingine zishanitia ndwele. Lakini na mimi nipo. Sasa sikiliza nikwambie jambo. Hawa ndugu zetu wanawake hawa, tusiwageuze gamba la kasa tukawaeka nyuma, tukawasahau.
Hawa wana nafasi kubwa sana kwenye jamii, kuzibadilisha familia zetu wakaziletea maendeleo. Wasikia? Humu mitaani humu muna hizi sakosi hizi, watu wafanya shughuli chungu nzima, wengine wafuga, wengine walima, wengine wapanda mwani, kazi chungu nzima wafanya. Tuwaruhusu hawa, tukiwaruhusu kwenye mambo ya maendeleo watakuwa wakombozi wetu. Mie nilijua tu kama we ni fitina kama yule mkeo. Weye na mkeo mshakusudia yule mke wangu mkamuuze. Lakini mie sikubali. Mie sitafanywa bunju mtune halafu mpasuke. Sikubali kwa swala lita siku moja. TANESCO gani hiyo? We nenda, lakini mie sikwambia umpeleke TANESCO. Maana yule mwanamke hafanyi kazi shirika la umeme. Yule ninakwambia umpeleke SACCOS. Hata kama ni SOSCO, ndio hivyo hivyo. Mimi nishakwambia. Ala, kwa tufanyane hiyo. Kuwa binadamu kama binadamu hivyo. Wataka nivunjie nyumba kwa mke wangu. Kushanoa. Unajua Bwana Abudu, kama tukiwawezesha wakina mama wa kijiji hichi kwa kuwapa mitaji na elimu ya ujasiriamali, basi tunaweza kuondoa kabisa tatizo hili la umaskini. Ni kweli Mr. Kondo, lakini kazi kubwa inahitajika. Unajua fursa bado zipo, lakini watu walio wengi kabisa sasa hivi ni wagumu sana kubadilika. Sisi tunaamini kwamba kuwawezesha wakina mama kwa kuwapa elimu, mitaji na mbinu za kufanya biashara, basi mabadiliko yanawezekana, japo hatuwezi kubadilisha kila kitu kwa siku moja. Safi kabisa, hiyo ni good idea. Lakini kama nilivyokuambia awali kwamba kazi kubwa inahitajika. Lazima sisi tunajitolea, tunawatembelea, tunawaelimisha juu ya na kuwapa elimu ya jasiriamali zaidi. Nafikiri hapo tunaweza tukafanikiwa kweli. Hawenda wama munichelewesha kweli nyie leo mpaka saa hizi hayu ababeyo. Yena mwacha hapo na mikachara haishiva hutu bali wakikutana. Huya babiyo akija umwambile mama hivi kikundini. Kikundini? Leo kwena wageni. Basi hungoji taruhusa. Haya, akija tamwambia. Ya ruhusa wewe achie. Naona kunkuwa ntupu. Leo heto mpata tachowe. Taka dondo leo heto wapata. Mame yangu we. Basi ukazingile mboga mayuga katile uike hirujiji duipaze. Uko ngutakalishana kowa sasa huko ma. Mboga ya mayuga? Kowa gani? Hiyo ndio loni kuzame paka baba akanioa. Tena ndo kaizingile. Haya. Mwanika mpaka mudau kila siku ni wa mwisho. Mboga hii hasa hii mimi naichukia hii. Mboga yangu ya mayugwa jamani haishi koa. Mboga hii ya mayugwa jamani haishi koa. Jamani mboga hii inka mabehewa. Haiwezekani hata siku moja nifanye kama hivi. Au kabila kuaga, halafu ibakiaga, aniaga enda wapi kwanza? Enda wa? Vikoba. Hapa natambua huku ndiko kuvunjiwa nyumba. Huku ndiko kuvunjiwa nyumba. Lakini Kachara nizinga atanitambua. Na najua mie hantambui mamale mpya. Atanitambua leo mie. Na duruduru mie hapa nazinga sila halonka muoneshe Kachara kama meni yani. Watanitambua wote. Nani pata huko? Ndio nitaka nilitumia leo. Alifanya tu kwa sababu gani mie huyu? Au ndio kwa sababu ni mlemavu? Hii sikubali mie. Kama ni ulemavu. Toba, ibala. Ishakuwa mtihani. Bora tansingemwambia. Maana yule leo enda uwa yule. Mie mwenyewe sinjui mama alienza baba. Leo ni inna lillahi kule. Inna lillahi. Sijitata pata silaha gani. Bora ngapate unyondwe. Mtenge kujaka kiona ichiki isu yule. Ujio wetu huu ni mahususi sana kwa ajili yenu. Tunaelewa umuhimu wa akina mama katika ustawi wa jamii zetu. Hivyo basi, benki yetu ya Mtaji Wangu tumeonelea ni vyema tuje tukae pamoja, tushirikiane. Leo tutapata nafasi ya kujifunza ni namna gani tunaweza kuwa wajasiriamali,
na ni kwa njia gani mnaweza kupata huduma za benki yetu kwa usahihi. Tuko pamoja? Ndio. Kina mama mpo? Mpo. Wakina baba mpo? Mpo. Asanteni sana. Tafiti zinaonyesha kwamba wanawake duniani wana fursa nyingi, na nyinyi mjua kwamba hizo fursa kweli zipo. Endapo tutashirikiana, basi tutaweza kupiga hatua. Benki yetu inatoa fursa kwa kina mama kujiendeleza kibiashara, na taratibu zetu ni rahisi sana. Unaandika tu mpango wako wa biashara, unatuletea sisi tunakaa na tunaujadili, na hatuna masharti makubwa ya dhamana. Na endapo mtakaa kwa pamoja, inamaanisha kama mtakaa kwa kikundi, basi kwetu sisi hilo ni jambo zuri sana. Umeelewa? Mama hapo. Haya mwanangu, si yetu sio soma. Tunyuma kula jambo. Hatuna tulijualo. Haya uko benki twajafanyani. Mwanangu twajafanyani benki na si hatuna elimu. Na haya mambo ya teknolojia twajafanyani. Wakonia mpanga ya kuia. Hasa nie mimi ndo haja benki takamuone kachara hayuko hapa nikamdumwa kichwa na haja yangu kachara hata maana nyinyi ndio mnaosababisha watu wake wakatukimbia sio pombe huku sio kutuvunjisha nyumba na wakati nyinyi. Sasa kama kwa kazi hii ndio mnaifanya hapa ndio mwisho na itakuwa na mwanzo na mwisho. Ala tabia tukumbaku kama hivi hata siku moja na wewe twende kwa sababu kuja kurusha dasi moja mpaka nikurudishe kwetu kwanza kwa na bado Mwinyi hatumsemi, lakini jambo alilolifanya ni la aibu, tena aibu kubwa sana. Kijijini petu halijawahi kutokea aibu kama hii. Mzee Mpemba Mwinyi kunsema mwansema, tena mwansema vibaya na mwapata dhambi basi. Maana yule ni mkewe, ana fursa ya kumfanya jambo lolote lile. Lakini hilo ni kweli, hata mimi kumruhusu mke wangu kwa masuala kama hayo, masuala kwa haliwezekani kabisa. Huo ni ubwege wa hali ya juu. Ukisikia ubwege ndio huo. Kwani mwanamke kushiriki katika jambo la maendeleo ishakuwa ni vibaya? Kunaona po wapi wewe mvuvi kujitoga ndoa na akajibwaga baharini? Enda kikizinga cha mbali, akija kikitoa ndoa nani ndipo akikitosa baharini. Kumsikia? Halafu takuwa kumsoma kwenye dini jambo hili kalipo. Simba, sasa ushakosea. La tahkum illa bi'ilmi. Usihukumu jambo katika dini isipokuwa kwa kuwa na elimu nalo. Na ikiwa ni masuala haya biashara, mbona wanawake hakuna mashaka? Mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mama Khadija binti Khuwailid, basi kufungamana naye kwake kulikuwa ni sababu hizi za uchumi. Alikuwa ni mwanamke tajiri, mjasiriamali, mtu mzoefu, maarufu kabisa pale Maka kwa masuala haya. Sawa, lakini sasa hiyo dini pia haikuacha tu huru kwamba wafanye wanavyofanya. Katika miamala hiyo ya biashara kwa upande wa wanawake, basi wafanye, lakini pakiwa na maadili. Ama ustazi, nakwambia kumtongoa maneno mazuri sana leo. Na kwa kweli mie nsipokufuata hayo uliotongoa, basi itabidi nkasilimishwe mbali mie. Maana kumzungumza maneno yaliyo ndani ya dini. Sasa kwa namna hii, itabidi lazima nkatongowe na semigio. Lazima tukashirikiane katika hili swala la kutafuta maisha. Imekuwa kheri ustazi kuwepo wewe hapa. Maana kwa huyu ninavyomjua huyo, basi mjadala huu singemaliza hapa. Kisha ungekwisha hapa. Maana hivi nikwambia ustazi mwenye nyumba kashaifunga. Mtu mke kawita hapo nje. Hauje bibi. Mshakusha. Mimi sitaki tena akae hapa. Huyu ni mke wa mtu. Atakaa hapa mpaka lini? Arudi nyumbani kwake. Hebu mwite. Zo! Bema. Njoo. Baba yako akuuliza, utakaa hapa mpaka lini na mke wa mtu? Mimi nakwambia rudi nyumbani kwako. Unisikuone hapa nyumbani. Utakaa hapa mpaka lini? Mimi naenda shamba. Lakini nikirudi hapa sitaki kukuta nyumbani. Pesa za kijinga tu bwana kila siku.
Mbavu. Mwanangu, ishara kwenda msituni hukupotea. Urudi kwa mumeo, ukamwombe msamaha, uishi kama zamani. Ndo basi. Basi. Haya. Sasa mume wangu, kwa nini yule rafiki yako Mwinyi lakini hataki kubadilika? Na kwa nini anafanya vile? Maana namuona hayupo kabisa na mawazo ya kimaendeleo. Na sijui kwa nini wanaume wengine bwana. Mimi nahisi yule mzee si bure. Hana matatizo. Mukitaka ilaumu bahari, kitizameni na chombo. Yule mwanamke naye ana mashaka. Kwa nini? Haitakuwa we umke wa mtu, mumeo yupo, hajafa, yundani wewe watoka ukatafuta safari ukenda usimwambie na yeye. Hakuna utaratibu huo, wala hakuna kubalie. Mimi sikubali. Labda iwe huyo mume kashapikwa, kashapikika, kashaiva bado kuliwa tu. Lakini hata kama mume wangu, kile kitendo alichokifanya pale si kizuri cha kumtia aibu yule bibi. Kututia aibu na sisi sote pale. Na ye Mwinyi, basi asitumie hata ustaarabu pale mbele ya wageni. Hapa na ustaarabu tena, ntuko mkewe hataki ustaarabu. Mambo mengine mwayafanya nyewe wenyewe kwa magumu. Naye akawa magumu kweli. Haya wewe wasema ingekuwa ni kuachia nyumba, ukafanya utakavo kama afanyavyo yeye. Tungefikia maendeleo haya, tusingefikia. Ingekuwa kila siku twavutana tusie. Kama tashi kasi taki. Japo wewe kwa ukienda safari hizo, ukirudi ndio waje ukiniaga. Sikiridhika. Lakini ukirudi, waje ukinifahamisha. Mume wangu wewe, kwa kuwa na hili na hili na hili. Basi nakufahamu. Unajua mume wangu na nyinyi wanaume siku zote hamkosi sababu. Kushindwa sasa nyinyi hamtaki. Si sababu. Huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli. Sasa we nenda ukamwambie, umwambie akakae na mumewe, wazungumze tena taratibu, azungumze naye kistaarabu. Siku moja atafahamu yule. Sawa. Atafahamu. Basi mimi nitamfuata, nitamueleza. Hai, tena unaenda wakati tunakaa hapa mume wangu tunazungumza. Naja. Wanaume na maendeleo, tupate pesa tuongeze mke. Wanaume. Maendeleo. Mume wangu, naomba unisamehe. Ile kosa sitalirudia kitatuka kiyama. Kwani kushatambua kosa leo? Na ukasekwambia. Basi kwa hivyo hujalitambua kosa. Kama ni kuaga sawa, lakini huku kwenda vikundini, huku ndiko kunakonichukia. Ili mimi sitaki. Mimi mume wangu sendei mabaya kule. Nayo kuendea ni mafanikio yangu na weye. Mimi sina haja ya mafanikio. Nakwambia, mafanikio kwangu mimi siyataki kwa hayo. Tena kule kikundini sitaki. Lakini waambie hao wanaokushawishi hao. Waambie hasa, mwambie Kachara na mkewe wajitayarishe mimi niko naja. Sitaki tabia hiyo. Mwamwinyi, asalamu alaykum. Sina haja ya salamu hiyo mie. Nakusiwe. Ya hemana kunkwa na nusu hivi. Kama ni yayo weye, ni ya kuniachisha mimi na mke wangu kushafeli. Mimi natambua kuwa watu kuacha sivijiwi mie. Nyie watu kama nyie hapa ntani kwetu. Mungu alikuwa matimia waili tu. Basi unjiunge lididimia kama nyumba ya ng'ombe. Tizama vile. Nukusiwe. Ya hewe weye huntu weye. Nishakwambia njoo nipige, njoo nipige. Mpiga kama kuna nasha kutukana. Takutukana. Ala. Simnafanyia kama hivi. Mimi hatujawa pamoja na mtunke. Naoa mie peke yangu. Na uchungu na utambua mie. Usinichezee mie Kachara na kama hivi. Maisha ya siku hizi hayaendelea kwa hirinzi. Shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo. Ama mwanangu, babayo hetaka ushauri. Kana kata hetaka. Jamaa atakani. Mie naona tumuache. Sasa la kufanya, rudia ile kazi hiyo ya kupakasa mikoba. Unipe mie hakuuzie. Wewe mtoto atakanizingia kondo. Hilo sio kabisa. Yule, hilo halitaki. Haiwi ngondo na kupelekea kule kisakose. Kisirisiri. Hayo pesa ya ukili taiyaviawa. Senayo. Kwa hilo usiwe na wasiwasi. Hapa kunza. Mie nitaigao. Takuzingia pesa nikununulie kila kinachotakiwa. Mkulete. Nashukuru mwanangu, Mwenyezi Mungu akuwezeshe.
Basi kazi ndogo tu hiyo. Huyo mwanangu basi ana akili kama huyo babengwa. Hana ila kile kindi cha nywele. Sisi tayari tumeshakamilisha kila kitu. Sawa. Na sisi kwa upande wetu hapa taratibu zote zimeshakamilika. Na ni kwa hivyo kwamba baada ya siku 2 hizo pesa tayari zitakuwa zimeshaingia kwenye akaunti. Itakuwa vizuri sana na sasa tumeshaanza kupata matumaini makubwa juu ya maisha yetu. Sawa. Lakini kitu cha kuwashauri na kutanabaisha ni kwamba hizo pesa ni kwa ajili ya wanakikundi. Na nyinyi kama viongozi mnapaswa mwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mnafikia yale malengo na matarajio yenu. Na sisi tuko pamoja na nyinyi kwa nia ya kuleta mabadiliko. Sawa, tumeyasikia na tunakuahidi kuwa tutayafanyia kazi vizuri. Pia tunashukuru sana kwa kutusaidia na kutuunga mkono. Inshallah tunakuahidi kuwa tutaleta mabadiliko hasa kwa upande wa kina mama wenzetu. Nashukuru sana kabisa. Na niwakaribishe nyinyi muende huko na mwe makini kutekeleza yale ambayo kwa mmeniahidi. Asante sana. Karibuni. Asante. Na choroko zake mbili. Ehe. Tamamu nae. Kaniacha jamani mikoba. Umbaki huu. Njoni wateja. Na. Kumbe huku. Ne huku. Mimi kwa nakutafuta huko vo. Ne huku. Haya nsharudi. Mikoba yote nshaiuza. La umbaki huu mmoja. Nauwika huko ndani huko. Napata shilingi 19,000 hizi. Si ndogo hizi. Haya weza kwa ngapi? Mie kwenye vidilidili vangu huko napata shilingi 12,000 hizi. Haya. Sasa hizi chukua shilingi 1,000 utumie. Ushafahamu? Nataka nipa pesa ya ubuyu. Hai shilingi 1,000 yanitosha hii. Si ya ubuyu hiyo. Wewe na malengo. Haya. Sasa zichanganye hizi uzipilike kikundini. Msalasini hizo. Uzifise. Haya. Basi haya. Ila kwanza chanja kuni. Mchanjia. Shilingi 1,000. Si ndogo usisikitike. Shilingi 1,000. Sasa hivi tutapika. Pesa za mwenyewe. Na sijui unahitaji kuku wangapi? Nahitaji kuku wengi sana hao. Isipokuwa yule dada pale anaitwa nani? Anaitwa Neema na ndiye mwenyekiti wetu. Oh, sasa hebu umwite tafadhali. Alafu mimi na wewe tutaonana baadaye. Wewe endelea na shughuli zako. Sawa? Haya, asante. Okay. Neema. Na. Habari yako mrembo? Safi tu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Naitwa Big Mahela. Big Professional. Naela kama jina langu. Hongera sana. Karibu. Wewe ndo mwenyekiti? Ndio, ndo mimi hapa. Nzuri. Mbona unajiweka nyuma eh? Unaweza ukakosa bahati zako. Samani, kwa nini ukasema hivyo? Sijakufahamu. Neema, wewe mtoto mrembo. Wewe sio kuhangaika. Eh? Wewe wakukaa, ukatulia, ukatumia. Au unasemaje mtoto? Tafadhali. Mbona sijakufahamu bado? Naomba nieleweshe. Neema, wewe sio mtoto mdogo. Mbona unaniangusha? Namaanisha kwamba wewe si wa kukaa sehemu kama hizi. Ukachezea mavi ya kuku. Wewe mtoto wa kunukia. Ukakaa upendeze. Au unasemaje? Yaani, kwanza nashukuru. Nahisi umenipatia kwa kuniambia kuwa nanukia na ninapendeza. Hilo nashukuru kwanza. Lakini pia elewa kuwa haya yote ni kwa sababu tu ya mume wangu na si mwingine yoyote.
Neema, una mume? Ndiyo, nina mume. Tena nakuomba tafadhali, naomba tuheshimiane kama ninavyokuheshimu. Najiheshimu, jiheshimu. Sawa eh? Hebu tulia, mtoto wa kike. Mume mimi sijaona tatizo. Au hutaki kutumia wewe? Mimi nina pesa. Sio wewe wa kuhangaika ukaja kupoteza muda wako bure hapa. Neema. Maisha ya sasa hivi yanataka shortcut. We mzee, naomba unielewe. Nimekuja hapa sijaja kusikiza masuala yako ya kipumbavu. Umenielewa eh? Kama umezoea huo pumbavu wako, tafuta wanawake hao ambao wasiojielewa na sio mimi. Mimi najilisha, najivisha na ninatumia kwa jasho langu mwenyewe. Kama umeniita kwa masuala ya biashara, sawa, lakini masuala yako ya kipumbavu tafadhali. Neema. Fikiria hiyo swala afu nitafute. Hizi pesa napewa mama. Naomba ikasenge yako hapa. Hongera sana mdogo wangu Kitatange. Na kuomba kuwa na msimamo katika kuleta maendeleo. Shirikiana na mama yako vizuri sana kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika familia yenu na jamii kwa ujumla, sawa eh? Sawa, na saizi tuna tamaa hasa ya kupata wafadhali. La si rahisi hivyo. Maana ukipata shilingi 11,000, uambo utumie shilingi 1,000 tu, zote zilizobaki uzilete huko. Sasa huo ni uonevu huo. Hapana, ni sawa, lakini Waswahili wanasema chuma juani ule kivulini. Ingawa ni ngumu sana, lakini utakiwa uvumilie. Faida yake utakuja kuiona tu baadaye. Haya sawa, tupote omba Mungu. Nenda vangu. Haya, karibu sana. Karibu, lakini na wewe nyumbani uje utembee. Kuja sawa. Kwa bahati mbaya nzuri, ile nyumba haitauzwa tena. Wale jamaa bwana wamefanikiwa kulipa lile deni. Kwa hiyo imeondolewa kwenye mnada na huenda kesho utarudishiwa pesa yako. Na vipi, ulifanikiwa kupata ile mifugo? Hapo ndo nilipokuwa napata kami. Bwana mimi kule nimekwenda, mifugo nimeiona. Ila nataka kuna dili nikupatie. Kama utakubali. Na hiyo pesa hiyo nitakutilia katika akaunti yako. Na kama tukifanikiwa nitakuongezea nyingine. Unasemaje mtu wangu? Huyo ndo Big Mahela. Doni wa mjini. Mtu mkubwa. Mtu mwenye mapesa yake. Big professional. Nipe dili Big Mahela. Kaka, nimekwenda kule. Nimekuta mtoto mzuri, si mchezo. Mtoto kasimama. Mtoto si wa kawaida. Sijui kama kabila gani kachika. Mpaka mimi moyo unanidunda mapigo ya moyo. Lakini cha ajabu nimeshangaa mtoto kama yule anachezea mavya kuku, mavya ng'ombe. Mtoto gani tena na kijijini kama kule? Hebu nyoosha maelezo bwana. Yule mwenyekiti wao Neema. Big Mahela. Wachi. Kaka, nataka unisaidie yule mtoto. Nimweke hapa. Kama nilivyokuambia tukifanikiwa nitakuongeza. Kaka, nitakuongeza kweli. Big Mahela, wewe ni mtu mzima unajua. Na jamii na kuheshimu na inakutizama kwa jicho jingine. Tumia hizo pesa kuwawezesha wakina mama wasiojiweza, mayatima, wajane. Sio hizo hela uzonazo hizo ukazitumia vibaya kuwa kama fimbo kuwachapia hao wakina mama. Mungu anakuona. Sawa, hapa duniani hakuna mema matupu. Nisaidie huyu mmoja tu. Nitakupa hela unayotaka. Big Mahela, mimi wewe nakujua. Huna nia nzuri yoyote. Unataka kumharibu tu. Na tena kwa taarifa yako, yule Neema yule ni mke wa mtu. Na hizo unazotaka kununua wewe ni dhambi na huo ni moto. Acha hizo. Wewe si unajua tatizo lako? Au unataka kufanya kusudi? Mimi nifikiri unakuta hapo utanisaidia mambo ya maana nimtie mkononi ule mtoto. Kumbe na wewe unaniletea design hizo. Alafu wewe unajifanya una ziki hata kidogo. Kumbe una ziki zimekujaa mpaka vidoleni. Kama vipi bwana?
kama ukibubule utatongoa. Wewe kama ukibubu hapa utatongoa leo. Na hizi atakwenda nambia kanzia vya wapizi. Na wewe kama ukibubu, kwangu mie sikutaki tena hata siku moja. Watu watongoa hatupati kijo. Uje ukalewe kwangu. Naweka huko. Anapenda. Naam. Salamu alaykum. Alaykum salam. Haya. Hizi zile pesa na kujalipa kidogo kidogo. Bwana mimi, mbona nipa 30,000 tu hizi? Hizi mezinisaidia nini? Wanifanya danganya toto sasa mwenyewe. Sikiliza Nkongwe, chukua hizo nikipata zingine nitakuja kuletea. Bandu humaliza gogo. Mwenye nakwambia pesa na shida nazo mie. Mie nilikupa kwa roho safi. Na unazo muda mrefu. Sasa leo niletea chwiri. Tutafanyaje na si hatuna uwezo? Mwenye nani mwenye uwezo? Pesa hizi ningekuwa nazo mwenyewe, ningekuwa nishafikia mbali. Sijui ulikuwa unafanya nini mwenyewe. Hayo ya kufanya nini ni siri yangu. Sifanikiwa tu. Mwenye usifikiri sijui mie. Ulikwenda kwa mganga ili ufanye kuroga upate utajiri. Mwenye utajiri haupatikani kwa kuroga. Utajiri unapatikana kwa kufanya kazi. Jitume mwenye. Sasa wataka nisema sasa. Mwenye sikusemi. Ninakwambia ukweli. Mwenye nitakufunga. Mwenye nitaka pesa zangu. Mwenye nitakufunga sina mahali tena na wewe. Mimi nataka pesa zangu. Si ni binadamu. Utanifanyaje? Utanifunga vipi? Utanimaliza? Kwa sababu nishakwambia sina, nikizipata takuletea. Sasa Kiswabi, mbuzi hawa na ng'ombe leo na kukabidhi, lakini hawa ni mali. Ukiwashughulikia na wewe watakutunza, ukiwaweka bengurufyeku na wewe watakudharau. Halafu jengine Kiswabi, tunachokuomba kwanza uwe hodari katika kazi. Halafu pia ujitahidi washughulikie vizuri. Wakatie majani, wape maji vizuri. Yaani we kiufupi wape mahitaji yale yote ambayo yanahitajika. Na jengine, hawa ni wanyama, ni viumbe. Ukija ukiwaona wasinzia, usikae kimya. Nitafuta. Pengine ana homa, nitafute daktari aje washughulikie. Usije ukawaacha wakafaitika. Wakija wakifawa ni hasara. Katara. Na hapo wakifanya hasara. Sasa wewe wasema kunikabidhi ng'ombe au kunikabidhi roho ya ng'ombe? Jamani, nijue hivyo. Sasa Kiswabi, hawa ng'ombe au mbuzi waliokuwa hawana roho huitwa ng'ombe au huitwa mbuzi? Mimi nakukabidhi hawa na roho kamili. Ukiwaua utawaua wewe hawa. Nilikuwa naeleza hivyo na maana yangu kwa Katara. Kama nikabidhi roho Katara, wadanifunga bure. Maana roho ina Mungu. Wewe nikabidhi mwili. Lakini Mungu akichukua roho na wewe utakuja chukua mwili. That uncle. Hapo Kiswabi unanifunga. Maana hakuna aliye na dhamana zaidi ya Mwenyezi Mungu. Na wewe kunazungumza neno kubwa. Sawa, lakini mimi mume wangu naona tayari kisha kuelewa. Kwa hiyo nahisi tumwachie tu tena. Nilikuwa nataka uliza kidogo. Akifa je, nichinje? Niwakabidhi watu wale nyama au nimfukie au nikanzika kama vile zote kana binadamu sijui. Kiswabi, ng'ombe au mbuzi akishakufa ni kibudu, huyo haliwi tena. Kibudu. Haya basi ngoja niwakuelekee. Haya. Basi tuenda zetu sasa Kiswabi. Haya. Haya, jitahidi Kiswabi Haya. Karibu hivi. Chanjame hoya chanjame. Ewa kekwa wa umeng'ombe mpani ugogo nchegame. Ama nyumba hii sijitaingia jini line ya gani? Mwenyewe ni ndio za pesa vyangu leo na vitaka sivioni. Mwenyewe moja na hika. Jamaa mtihani huu. Hatongwa peke kuna ni huko? Sisemi peke yangu, nasema na weye. Pesa zangu hapo ninapozika hazipo. Kwa pesa gani hizo? Mbona kumkuwa mkali kama keche? Humunda ni tumanitwa kamie na weye. Leo pesa nazitaka hazipo. Basi hizi pesa hizi kama seziiba mie, basi kunziiba weye.
Mume wangu anachukua pesa weye, hata hujui nazipangia malengo gani mwenyewe. Huko nkunidhalilisha na kunirudisha nyuma weye. Haya tu. Mie sijachukua jambo. Maana mie mwenyewe hapa nilipo na madeni, sina pesa za kuzilipa, halafu anambia kama mimi nakuibia pesa. Niibe pesa wapi mie? Kama unyemo nyumbani muna nyingine. Mpanka lipe madeni mke wangu. Tarudishana nyuma na nahi. Hivi kunirudisha nyuma mie. Kukurudisha nyuma kwani mke wangu mimi nazitwa. Odi. Habari zenu? Nzuri. Sisi ni askari polisi kutoka katika kituo cha juu. Mzee, unamfahamu huyu? Huyu mimi simtambui, sijamuona hapo huyu. Umjui sio? Nishakwambia simtambui na sijamuona hapo hata siku moja huyu mimi. Sawa, kama unamjua, kama haumjui, tuongozane tuende katika kituo cha polisi, utaenda kujielezea huko. Kake huyu nanitambua, huyu tulikuwa dogo pamoja huyu. Ndiye huyu bwana Mpemba huyu. Unamuelewa sio? Nanitambua sana huyu. Anakudai kweli sio kweli? Huyu hanidai mie huyu, hanidai meka nikopeshani huyu mie. Kama anakudai au hakudai, tuende kituoni kwa kesi ya madai, utaenda kueleza huko mbele. Anidai huyu. Anidai vipesa vya kidogo shilingi 270 huyu. Lakini mimi nalipa sasa hivi. Kama hakudai, twende kituoni kwa kesi ya madai, utaenda kueleza huko. Sasa niacha wewe kwani kunani? Sasa kama ina hizo pesa zitampa huyo. Mke wangu basi wape hizo pesa wa. Mume wangu mimi sina. Ningekuwa nazo ningewapa. Mtu ninajikalia nani? Mke wangu kule siku halikuwa kwenda vyo kule. Kule siku halikuwa kwenda mke wangu. Kweli la itabidi wakuchukule tu. Mimi sina. Hebu jamaa, sendi. Kwani unji huu kwa jamaa unasheha huu? Jamaa sendi mie. Mke wangu. Sendi. Naende tu wewe naende. Hodi wenyewe huku. Bizu. Karibuni. Wenzangu tushakaribia, hata kukaa. Tupite ndani. Hatupiti wewe. Kaa, hamupita kwani? Tumekuja hapa tutaka tukupe mgao wako. Kwani leo siku ya mgao? Weka hata usije kwenye vikao. Tena tia saini yako. Ewa. Hapa. Hai. Tayari. Ila wewe wavya pesa hapa uwanjani? Hapa kuonana ni bibi wewe, sisi tuna haraka zetu saa hizi. Hapa sipa kuavya pesa ama. Kwa hiyo sasa si hatuna ukaaji basi. Haya, kajifaidie tu maana nataka niende hapo tena kwa yule Giraya yule. Ye hakuja pia naye. Kaniomba naumwa kwa naenda mpelekea na yeye. Nani atetemeka wallahi. Kwa heri tu. Umeona faida vikundi. Jamaa vikundi kumbe vikundi oye. Jamaa hatari hasa karibuni jamaa. Jamani jamaa ukunkula la masikini ukakabo tajiri. Habari zenu watoto wazuri. Poa. Ingieni basi katika gari yangu tupate kuongea. Na mkitaka kutoka out mimi nitakutoeni. Na mkitaka kwenye starehe nitakupelekeni. Si mnanijua mimi bigi kwa kutumia hela kwa vitoto vizuri kama nyinyi. Sikiza mzee, naona hutaki kutuelewa. Kwanza sisi hatuna shida ya kupakiwa na wewe. Hatuna shida lifti yako. Hatuna shida kutolewa out. Tuache tu na safari zetu. Umenifahamu Mama, hii ni bahati ya mtende kuotea jangwani. Msipoteze hii bahati mama. Sitaki uishi hivi maisha ya kutembea na mguu. Kelele wewe. Wewe mzee naona sasa hutaki kuheshimiwa, si ndio? Nakwambia vipi? Kama una shida kusaidia watu, nenda kawasaidie watu ambao wasojiweza wapo. Tena tele. Nenda kawasaidie walemavu, watoto yatima. Wapo wenye hali ngumu na sio sisi. Tafadhali naomba tuache. Ngoja ni basi tuje kuyamaliza jamani. Watoto wazuri. Njoni tu yamalize. Hivi mko mjini hapa kutafuta hela, kutafuta nini? Nana! Nana! Yaani, toka ule mzee anifahamu, nimekuwa sina raha hata kidogo. Na sijui akijua mume wangu mimi itakuweje, na isipata kwa patoshi. Mimi ninachokushauri, mbona tu mwambie mumeo. Na isitoshe, mwanamume mwenyewe anaishi na virusi vya ukimwi. Kumbe ameathirika. Basi atamaliza.
na ndio maana anatumia zile pesa zake kwa sababu hiyo Atawamaliza hawa wanawake wasiojielewa. Ndio maana nikakwambia tuzichunge ndoa zetu. Mwanangu, pesa ndo tushazipokea, ila pesa yenyewe ndogo, mahitaji mengi. Siji tufanye lipi tuache lipi? Una ushauri gani? Mama, sasa nishafanikiwa kumsikia, nakiona kichumba kizuri kijitujike kijari. Sasa hizo pesa nipamie, nusu nenda zitoa mahari, nusu tuje tufanye mambo mengine, nisije nkankosa ule mtumke. Mama weye hasa, kumbe weye akili hizo zimvungu ni mwanangu. Wenda waza mambo mengine ya upumbavu. Sisi tuna mazonge mangapi hapa? Ndo mawazo hayo finyu. Ma, usitake ninanga. Kumza mtoto mzuri, sitaringi. Hafu ataka niumbua, kunambia wataka wazo. Wazo ndio hilo. Hasa sasa ukitaka tufanyeje? Mimi nitakavyo hasa, tutoe nusu, tukamgombele babaye madeni. Tulipia madeni atoke kule. Siku nzuri. Hakukaliki kule yukwenye zilali yule mtu apotea. Tukanlipie baba deni? Hako pae tukanlipie siye. Kwanza tufanye haya yetu hapa. Umsikia? Yeye tumwache huko. Hasidi kujifunza na pengine mwenyewe huko akupenda. Mkuzuri vokule. Mkuzuri. Hakuna wasiwasi, si uji anywa. Kuzuri. Kule kwa kalika, hakukaliki shida tu. Ndio inayokutaka wayu pale. Ela si kwa kukaa. Sasa meta wali ni jamani. Mbona manionea mie? Utaoa Mungu akija lela siku leo. Ya pesa ina mengi. La ule mtoto tankosa. Watele. Lazima huyo. Ndei ya tele. La yule mwekundu. Kitatange. Mwanangu kitatange mehumu mensha choka mehumu fanyani mpango ni yawe humu. Mwenye kushakula kwanza? Nakula. Hujala? Halafu na hii kufuli wanaifunga hapa ufungo wangu watia. Wanipa ufungo kwani mimi mwangu humu? Haba wewe una wasiwasi gani? Humu mahali mzuri humu. Kwanza siku hizi kumpumzika kulima, kumpumzika kupigwa njua, kumpumzika hata kwenda pwani. Kaava humu mahali mzuri humu. Wewe usifanye masihara wewe, kama humu mwakukaka wewe. Humu mmoja na kwambeza kupenyeza hapa to maana akakuwa vya njia akaenda kakugea. Humu si mahali mwakukabila damu. Kwanza mke wangu yu wapi? Mwinyi hapa si pa kuuliza mkeo. Hapa ni pa kujitizama wewe kwanza nafsio. Ukitoka utakwenda uliza mkeo nyumbani. Si hapa. Na ikiwa ni mkeo usio na wasiwasi, mkeo huyo hapo counter. Mkeo huyo hapo counter. Sasa fanyeni mpango basi ni awe mmekachara humu mie. Halafu basi siku hizi kushajua kusoma, maana naona yote haya kuiandika wewe. Wewe kumpetia masihara wewe. Mwinyi. Kosa ufanye wewe ulaumu mtoto. Ili kosa uliloletea umefanya wewe, kumfanya wewe. Sasa usinikumbushe kilio matangani. Ati mie na shauri, hii nyumba ni nzuri, afanye inunue tuje tuhamie hapa. Kitizame kile kitanda. Mbora kile kuliko kile kule cha nyumbani, makungu ni matupu. Fanya tuje vyetu tuhamie. Fanya nini yawe umumie? Basi usio na wasiwasi. Leo baada ya muda mfupi tu tutakutoa. Halafu basi siku hizi kuna mtu bonge hivi, madevu mingi hivi. Yuaje akituletea kijio siku hizi? Hatuna wasiwasi. Hele mfurahisha Mwinyi hilo. Mwinyi mimi nitakuletea supu leo. Usiwe na wasiwasi. Kumbe kule nyumbani kule kwa tuna madeni kulikuwa yangu mie, alafu ni kwenye mie. Ngoja ni yangu leo. Kufanya nini huku mie? Watu wasema nlima dunia Mwinyi huvuna uvundo. Na sikwambii hivi ukaonana kutukana kwa kuwa kunakosea. La hasha. Nakwambia hivi kwa sababu mtumi wa kunga haambiwi maana. Na mimi najua kwa hili lilotokea Mwinyi kushajifunza. Ni kweli, hata mimi naona. Hivyo sasa mnachotakiwa ni kukaa kubadilisha familia zenu, na mkashirikiana vizuri tu. Msikae tu hivi. Achaneni na mambo ya kizamani. Kachara mie jamaa yangu sijui lile au vipi. Nishajifunza kachara. Na natambua kama mtumke ni mkombozi.
na kuanzia leo tashirikiana na mke wangu na mwanangu katika kuleta maendeleo yetu. Ama mie nakwambia leo nafurahi kuomba radhi huyu. Ngoma ngumu hii. Ama kama kushatusamehe na sisi pia turazi. Ila mume wangu saa hizi tushirikiane kuleta maendeleo kwenye hii familia yetu. Sawa. Ukipata 3 na mimi hipata 2 ni 5. Hayo ndio maendeleo. Kweli. Huyu baba akubali saa hizi tu kwa kuwa nyie mupo. La mkiuka akiwasha tena kimwanzo huyu. Hakiwaki tena nshakizima. Sasa ni maendeleo tu mwanangu hapa. Ha? Usiwe na wasiwasi. Basi afadhali amaje la Hassan kubadilisha. Mimi sitaki unikumbushe tonga usingizini. Ushasikia hivyo? Ha? Akanelekea wawi. Oho. Oho. Mame hoyo. Ni huku. Ume huku. Nawa maji. Ndo hawa hivyo. Na mke wangu, lakini hii kazi ngumu mke wangu. Mkweli mume wangu, tutafanya nini? Na nyingine hatuwe nayo. Vumilia hivyo hivyo. Uze hiyo mikoba tupate pesa. Tukalipe madeni. Ikisha tukunulie na vile vitu vya kazi. Kushasikia? Halafu nakumbuka Neema nipigia simu. Kanambia ana safari enda Dubai. Sasa tunaambiwa kikundini tuchukule biashara tumpe asipeleke huko. Akatuuzie. Tuletewe nkuto wa mipesa we. Utaniua mema mekitatange. Maneno haya mke wangu usinambile mchana, niambie usiku tukishalala. Ha? Haya. Nauza mikoba ya mke wangu mikoba. Nawa basi. Ha? Nawa. Haya Mungu akujalie. Nauza mikoba ya mke wangu mikoba. Nauza mikoba ya mke wangu mikoba. Wallahi kantoka haya. Mikoba ya mke wangu mikoba. Mulichokifanya kimekuwa mfano mzuri sana wa vikundi vingine vya maendeleo, na hii itapelekea wakina mama wengine kuhamasika kuwa wajasiriamali na kujikwamua kupata maendeleo. Pia tunawashukuru wakina baba kwa kuwawezesha wakina mama na kuamini kwamba mkiwawezesha wanaweza. Wakina baba hoye! Hoye! Asanteni sana. Hivyo basi nitamkaribisha Bwana Abud, ana machache sana ya kusema. Bwana Abud, tafadhali. Asante Mr. Konda. Akina mama oye! Oye! Mimi kwa leo sina mengi ya kuongea isipokuwa tu ya kwamba naweza kutoa shukrani ama kuwapongeza viongozi na waasisi wa kikundi cha Chakarika SACCOS. Kwa kweli mmepiga hatua kubwa sana na sisi tumefurahishwa na maendeleo yenu. Tutaendelea kuwaboresha kwa mikopo zaidi na kuwapa elimu ya ujasiriamali. Pia nachukua nafasi kumpongeza mwenyekiti wa kikundi hiki Bi Neema kwa safari yake iliyoleta mafanikio makubwa na kutuwakilisha vizuri alipokuwa huko Dubai. Ninapenda kuwapongeza ninyi wanachama mliochukua fursa ile kwa kutengeneza bidhaa zenye ubora. Ni matumaini yangu ya kwamba mtatekeleza miradi mingi na kuwashawishi wakina mama wengine waingie katika kikundi chenu. Asante. Mimi nimalize hapo, labda nimwachie mwenyekiti na pengine ana chochote cha kuongea. Karibu. Asante sana. Kwa niaba ya Chakarika SACCOS, napenda kuwashukuru sana mtaji wangu benki kwa kutupa mikopo na elimu ya ujasiriamali. Na hii pia inapelekea kuonyesha kuwa wakina mama tunaweza kujigomboa na kuchakarika katika maendeleo. Na pia tunawaahidi kuwa tutafanya mazuri tena zaidi ya haya. Asanteni sana. Chakarika oye! Oye! Kina mama oye! Oye! Asanteni sana.
Usije ukasema pesa nilizopata na kwenda ongeza mke. Nanunua gari. Sasa mambo ya kupanda gari hizi pata sote, anukaeko hapa, mkanukisha na umo, na halafu wengine hupatiza kabisa wakaeka mabega hivi kwenye wake za wenzao. Sitaki mimi. Bwana acha mambo, hebu usiseme hivyo bwana. Ilikuwa nakutania tu. Sasa safari zetu, kazi zetu zote sasa ishakuwa rahisi kununua hii gari. Ni kweli. Haya basi shuka, maana nataka kutoka huko. Leo nalala huko. Nitashuka. Lakini itachukua muda kidogo maana wajua tena. Kipya kinyemi. Ni kweli, acha na mimi nipate kabisa kidogo. Aka? Sina yoja. Bibi wewe kushangia kwenye gari lakini nisalimia Mangwena. Gari mikononi haimo humu. Ukija ukiliona rangi ya bondeni mimi udereva ndio unaanza hapo. Sasa hapa labda nikamtafute negro anifundishe kidogo. Nikishajua mimi utakuja fundishwa na wewe. Kwa kutaka tukauane sasa. Ikiwa kushaona kushajiamini. Tuanze tu. Tutakufa wote. Tazama nyuma huko. Hakuna kitu? Sioni mie. Vipi bana wewe na hayo mambo yao ya biashara? Biashara saa hizi yenda vizuri saa hizi. Ona wateja vituo mvinunua vizuri. Na kuna vitu saa hizi vyauliziwa saba. Kuna kama ule udongo ule vitango pepeta anavyokula wale wajawazito. Watu waulizia sana hapa. Saa hizi hapa kilichobaki menkuwa watu basi. Mkwali mume wangu, maana riziki yapatika. Alhamdulillah. Saa hizi tunzingile nke Shabani awe. Shabani vipi Fanyani haraka karibuni. Shabani mbali hiyo. Nasirika kwa mwenendo. Hili duka tayari kwa wake wawili watatu lalisha hili. Kitatange mwanangu kumkuwa na kasi kubwa sana. Usiwe na wasiwasi mwanangu, Shabani karibu. Ngoja tutafute pesa tumalize hili banda. Basi utaoa. Sasa kwa hivyo mwanangu, tukishafanya hiyo shughuli zote hizo. Tukishaona neema ingia, basi we utaongeza mke na mimi nachukua mke. Unasemaje? Wewe huongezi? Hebu ongeza mke mmoja, wakupa mke ni huyu. Na yeye si wanne wala watatu. Upe huyo mtu papa tu upate huyo mmoja. Kuntenda kasino. Hauko kazini mvipi? Ni salama? Huko baharini mke wangu. Mambo ni mazuri na watu hivi sasa mama Mbasa wankwenda Agoni. Wakirudi hapa tutafanya hesabu, tutamaliza ile nyumba hata wakitatange. Asante Shabani taoa na nyumba itajengwa. Shabani taoa. Asante. Hivyo ndio nitakavyo hivyo. Nishakuwa miesa hizi. Kwani. Mbona baba yupo parambani na mimi hunipi mwanangu? Wewe si ulikuwa unanipelekea harusi mbele wewe. Usimpesa huyo. Haya, mke wangu, haya mambo usijachukulia kweli. Mie siongezi mke, ilikuwa nakubisha tu. Basi. Muache awe. Ni haki, muache ongeze hasa ni haki hiyo. Sebu muachia maana huyo atakaichiki duka kinakamishe. Akididimize huyo. Basi kitatange na yeshi. Sasa wewe tufanye hesabu ili tupate hizo pesa tukakuongeza hizo biashara ambazo kuata. Haya.